Unapokuwa katika mahusiano ya ndoa, mdomo unaweza kujenga mahusiano yako, lakini pia mdomo unaweza kuvunja mahusiano yako. Pamoja na kuwa mwanaume ambaye umeingia naye katika mahusiano ni miongoni mwa binadamu ulionao karibu zaidi kuliko binadamu wengine, lakini haimaanishi unapokuwa mbele yake unatakiwa kuzungumza kila kitu. Yapo baadhi ya mambo ambayo lazima ujiwekee mipaka na usimueleze mume wako kamwe, na yapo baadhi ya mambo ambayo unaweza kumueleza mumeo. Katika video hii nitakwenda kukuambia mambo 5 ambayo kamwe hautakiwi kufungua mdomo wako na kuyasema mbele ya mwanaume ambaye umeingia naye katika mahusiano. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii ya Fafanuo Media. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo 5 ambayo kamwe hautakiwi kuyasema kwa mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano. Namba 1. Idadi ya wanaume ambao umewahi kuingia nao katika mahusiano kabla ya kuolewa naye ama kabla ya kuingia naye katika mahusiano. Ni jambo la kawaida kabisa kwa mwanamke kuingia katika mahusiano na wanaume wa aina mbalimbali katika nyakati mbalimbali, kwani kuna nyakati mwanamke huingia katika mahusiano ambayo hayadumu. Mahusiano hayo huvunjika kutokana na sababu mbalimbali. Hivyo, baadhi ya wanawake hujikuta wakiwa na idadi kubwa ya wanaume ambao wamewahi kuingia nao katika mahusiano, lakini mahusiano hayo yakavunjika. Wala si kwa sababu wanawake hao hawajatulia. Inawezekana wanawake hao walikuwa wakiingia katika mahusiano yanayovunjika kwa sababu waliingia katika mahusiano na wanaume wasiokuwa sahihi. Lakini wanawake hawa siku moja wanajikuta wameingia kwenye mahusiano na wanaume sahihi, na hao ndio wanakuja kuwa wamezao wa maisha. Kumweleza mwanaume kuhusu idadi ya wanaume ambao umewahi kuwa nao katika mahusiano katika siku za nyuma, hata kama ni siku nyingi zilizopita, utamuathiri kisaikolojia mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano, lakini pia utatia doa katika moyo wake, kwani asilimia kubwa ya wanaume hawatamani kuingia katika mahusiano na wanawake wenye historia mbaya, na ndiyo maana asilimia kubwa ya wanawake hawaolewi na wanaume wanaowajua, bali wanaolewa na wanaume wasiowajua. Hata pale mwanamke anapokosa mume kwa sababu ya historia yake mbaya, atakapohama na kwenda katika eneo jingine, anakuwa amejiongezea uwezekano wa kupendwa na mwanaume ambaye anaweza kumuoa kuliko akiendelea kuishi katika maeneo ambayo alikulia. Sababu moja ni kwamba mwanaume anapokujua sana, anakuwa anaujua udhaifu wako, mapungufu yako, baadhi ya tabia zako mbaya ambazo pengine katika ulimwengu wa leo umeshaziacha, lakini bado ataendelea kukuhukumu kwa historia yako ya zamani. Hata kama unampenda kwa asilimia ngapi mwanaume wako, usifungue mdomo wako na kumueleza kuhusu idadi kubwa ya wanaume ambao umewahi kuwa nao katika mahusiano katika kipindi chote cha maisha yako, kwa sababu kuna muda atahisi na yeye utakuja umuache na mahusiano yenu yatafikia mwisho na utakwenda kuanzisha mahusiano na mwanaume mwingine. Namba 2. Usimueleze mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano kuhusu makosa ambayo yalipelekea mahusiano yako yaliyopita yakavunjika. Zipo nyakati ambazo huenda mwanamke aliyavunja mahusiano yake kwa sababu alifumaniwa, ama huenda aliyavunja mahusiano yake kwa sababu alimdharau mwanaume ambaye alikuwa naye katika mahusiano, ama huenda mahusiano yalivunjika kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambavyo si vya kawaida ambavyo mwanamke alivifanya katika mahusiano yake yaliyopita. Unaweza ukajikuta umeingia kwenye mahusiano na mwanaume, alafu mwanaume akaanza kukuuliza ni kitu gani ambacho kilipelekea mahusiano yako yaliyopita yakavunjika. Tafadhali usimueleze ukweli, ni vema ukamficha, kwa sababu ikiwa ulikutwa na meseji za mwanaume mwingine
Ama ikiwa ulifumaniwa, utakapomweleza ukweli wa kosa ambalo lilipelekea mahusiano yako yaliyopita yakavunjika, utatia dosari katika moyo wake. Hatoendelea kukuamini kama alivyokuwa akikuamini, na hata kiwango cha upendo katika moyo wake dhidi yako kitashuka. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, si kila ukweli unatakiwa kusemwa katika kila nyakati. Namba 3, usitamke maneno yanayojaribu kumfananisha mwanaume wako na mwanaume wako wa zamani. Miongoni mwa makosa ambayo baadhi ya wanawake huyafanya katika mahusiano yao ni kujaribu kuwafananisha wanaume wao wa sasa na wanaume wao wa zamani. Jambo ambalo wanawake hawa hawalijui ni kuwa kitendo cha kutamka mbele ya mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano, ni bora mwanaume wangu wa zamani kuliko wewe, ama kujaribu kumlinganisha kwa namna yoyote, ni kama kumvunjia heshima na ni kama kuonesha kuwa mwanaume wako wa zamani alikuwa bora kuliko mwanaume wako wa sasa. Unaweza ukatamka maneno hayo ukiyachukulia katika hali ya kawaida, lakini amini usiamini, kitendo cha kutamka maneno hayo kitashusha kiwango cha imani ambacho mwanaume wako alikuwa nacho dhidi yako. Kiwango cha uaminifu ambacho alikuwa nacho dhidi yako kitashuka pia. Hivyo, hakuna mwanaume ambaye huwa anatamani kuonekana dhaifu kuliko mwanaume mwingine mbele ya mtu ampendaye. Ni vema ukauchunga mdomo wako, kamwe usiufungue mdomo wako na kumtamkia mwanaume wako maneno hayo. Namba 4, usimweleze mwanaume wako kuhusu idadi ya mimba ambazo uliwahi kutoa katika maisha yako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanawake wenye historia za kutoa mimba kutokana na sababu mbalimbali, lakini wanawake hao wakaja kuyajutia makosa hayo na wakaamua kubadilika, huku akimwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Haijalishi umemwomba Mwenyezi Mungu msamaha na Mwenyezi Mungu alishakusamehe, unapoingia katika maisha ya ndoa, usimweleze mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano kuhusu historia yako ya zamani ya kutoa mimba kila wakati. Unaweza ukamweleza kwa nia nzuri tu, kumuonesha namna ambavyo ulikuwa mbaya na sasa umebadilika. Lakini kama nilivyokuambia, hakuna mwanaume ambaye huwa anatamani kuingia kwenye mahusiano na mwanamke mwenye historia mbaya. Utavunja imani ambayo mwanaume wako anayo juu yako. Utashusha kiwango cha upendo ambacho mwanaume wako anacho juu yako. Haijalishi unampenda na kujisikia huru kwa kiwango gani unapokuwa naye, usidiriki kufungua mdomo wako na kumweleza jambo hili. Liache jambo hili libaki kuwa siri ya moyo wako. Utaishi kwa amani wewe na mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano. Namba 5, kamwe usimweleze mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano kuhusu tabia mbaya ambazo ulikuwa nazo zamani. Wapo baadhi ya wanawake, kutokana na historia za maisha yao, pengine waliwahi kujiuza ama waliwahi kuwa na tabia fulani ambazo si njema kuelezwa mbele za watu. Kama nawe ni miongoni mwa wanawake ambao wanajua kabisa wamewahi kuwa na tabia ambazo ni aibu kuzisema mbele za watu, basi usidiriki kufungua mdomo wako na kumweleza mwanaume ambaye upo naye katika mahusiano kuhusiana na tabia hizo, kwani utashusha kiwango cha uaminifu na upendo ambao mwanaume alikuwa akikupa mwanzo utashuka. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana, zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.